Katika safari ya uongozi huwa kuna panda shuka, ambapo wengine huharibikiwa kabisa sifa zao za kiuongozi na kisha kumaliza nafasi za majukumu yao, huku vitabu vya historia vichwani mwa watu vikiwa havina ukurasa hata mmoja. Aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Tanzania, na msema hayati David Cleopa Msuya, ambaye kifo chake kimetangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan Mei 7. Mara tu baada ya kutangazwa kwa kifo chake, kama ilivyo kawaida kwa mitandao ya kijamii, taarifa mbalimbali kumhusu zilianza kufukuliwa, ambapo ufuatiliaji wa Trigen Media umebaini kwamba asilimia kubwa ya taarifa kumhusu David Cleopa Msuya ni zile zinazohusiana na uongozi wake uliotukuka katika kumfahamu, kushika nyadhifa kubwa na ndogo, na uaminifu wake kumfanya kuwa na thamani hadi alipostaafu utumishi wa umma. David Cleopa Msuya, ambaye wasifu wake unapendeza na uliotukuka kiutumishi, alizaliwa mnamo tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 1931 kijiji cha Chomvu Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Masomo yake ya chuo kikuu ni huko Makerere nchini Uganda kuanzia mwaka 1952 hadi 55. Baada ya kuhitimu masomo yake, taarifa rasmi za wasifu wake zinasema kuwa alianza kazi za maendeleo ya kijamii na huduma kwa wananchi vijijini kati ya mwaka 1956 hadi mwaka 1964, ikiwa ni hatua ya kwanza kwake kama chuo kingine cha kujua namna ya kuhudumia wananchi. Safari ya David Cleopa Msuya iliendelea, ambapo mnamo mwaka 1964 alihudumu kama katibu mkuu kwenye wizara kadhaa, ikiwemo Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni kati ya mwaka 1964 mpaka 65, Wizara ya Ardhi, Makazi na Maendeleo ya Maji kati ya mwaka 1965 mpaka 67, Wizara ya Mambo ya Uchumi na Mipango kati ya mwaka 1967 mpaka 70, na Wizara ya Fedha kuanzia mwaka 1970 mpaka 72. Mnamo mwezi wa pili tarehe 18 mwaka 1972 aliteuliwa kuwa waziri wa fedha na kuhudumu hadi alipohamishwa na kuwa waziri wa viwanda mnamo tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 1975. Baada ya kuhudumu kwa miaka 5 kama waziri wa viwanda, aliteuliwa kuwa waziri mkuu mnamo mwezi wa 11 mwaka 1980, nafasi aliyoshikilia hadi mwezi wa pili mwaka 1983. Baadaye alirudi tena kuwa waziri wa fedha kutoka mwezi wa pili mwaka 1983 mpaka mwezi wa 11 85. Huyu ndiye David Cleopa Msuya. Msuya bado umuhimu wake ulizidi kuonekana kila uchao na kuhamishwa nia njema kutoka hapa kwenda kule. Mnamo mwaka 1985 mwezi wa 11 tarehe 6 alipewa jukumu jipya akiwa waziri wa fedha, mambo ya uchumi na mipango hadi mwezi wa 3 mwaka 1989. Kisha alirudi kuwa waziri wa fedha tena kuanzia mwezi wa 3 mwaka 1989 mpaka mwezi wa 12 mwaka 1990, na baadaye kuwa waziri wa viwanda na biashara kutoka mwezi wa 3 mwaka 1990 hadi mwezi wa 12 mwaka 94. Mwaka 94 aliteuliwa tena kuwa waziri mkuu kwa mara ya pili na pia kuhudumu kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi mwezi wa 11 mwaka 95. Katika uchaguzi wa bunge wa mwaka 1995 alichaguliwa tena kuwa mbunge na aliyehudumu hadi alipoamua kustaafu rasmi mwezi wa 10 tarehe 29 mwaka 2000. Baada ya kustaafu, Msuya aliendelea kuwa mwanachama hai wa chama chake cha Mapinduzi CCM, na kufikia mwaka 2006 alikuwa bado ni mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ya CCM, pia kama mwenyekiti wa jukwaa la maendeleo la Kilimanjaro. Mnamo mwezi wa 10 tarehe 23 mwaka 2019, akiwa na umri wa miaka 88, Cleopa Msuya aliteuliwa na Rais hayati John Pombe Magufuli kuwa mkuu wa chuo cha ardhi, yani Chancellor wa Ardhi Institute. Ukisikia historia ya uongozi uliotukuka kwa baadhi ya sifa zake hizi za kiuongozi, basi ujue Msuya ni miongoni.
Mzee Msuya, katika uongozi, historia ya utumishi wako ni darasa tosha kwa anayeota ndoto ya kuwa kiongozi wa watu kwa uadilifu, kujitoa na maarifa. Bwana alitoa na sasa ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii ni TriGen Media. Kuwa wa kwanza kupata habari mpya mara zinapopandishwa hapa, kwa kulike na kusubscribe.